بعث لتوحيد الكلمة ولكلمة التوحيد، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه ربه خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. tunamshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na tunamtakia rehema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunarudi tena baada ya kupumzika kutokana na mambo yaliyotokea na mitihani kidogo, na nawashukuru sana kwa dua zenu ambazo mmeniombea, na vile vile nawashukuru ndugu zangu ambao wamechukua nafasi yangu ambapo nilikuwa sipo. Mwenyezi Mungu awape kila la kheri katika hilo, na pengine vile vile Mwenyezi Mungu alikuwa anataka itokee sababu ya kukubadilishieni chakula kidogo, msije mkawa kama Bani Israil mkasema lan nasbira ala ta'amin wahid. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atupe kila la kheri katika jalsa zetu hizi, na ajalie Ramadhani hii iwe shahidan lana yawm alqiyamati wala shahidan alaina biidhnillahi tabaraka wa taala. Vile vile tutampelekea barqia au telegram, tutampelekea telegram kila maiti wa Kiislamu ambaye ameondoka katika mwaka jana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tutampelekea huko aliko dua makhsus ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amweke mahala pema kwa dua hii. Amen. Na namhusisha special kwa dua hii vile vile mzee wetu ambaye siwezi kumsahau kwa kuwa kila jalsa alikuwa akiniombea dua, na mimi special dua hii nampelekea maarufu kwa Alatul ambaye alifariki katika mwaka uliopita ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Nafikiri leo zimepita kama siku 3 au 4 kama mwaka ambapo alifariki kwa tarehe sawa na aliyofariki mwaka jana. Tunampelekea barqia hii khasa na kwa Waislamu wote amma ambao waliondoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tunasema Allahumma ighfir lahum warhamhum wa askinhum fil janna. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa askinhum fil janna. اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم في الجنة. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أدخلهم جناتك يا رب العالمين، وآتي كتبهم بأيمانهم يا رب العالمين، وافتح أبواب السماء لأرواحهم يا أرحم الراحمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. dua hii inshallah imfikie kila maiti wa Kiislamu, na hasa imfikie almarhum Alatul kwa kuwa alikuwa akitukumbuka kila mara, na sisi tutamkumbuka kila mara. Leo biidhnillahi tabaraka wa taala tunakwenda kuitafsiri hadithi ya bwana mtume Muhammad pale aliponadi akasema la hasada illa fi ithnatayn, hakuna kuhusudiana katika ulimwengu wetu wa Kiislamu. Na mtume alikataza mara nyingi sana mambo ya kuhusudiana, akasema wala tahasadu, wala musihusudiane Waislamu, kwa sababu ayu da'in adwa min alhasad, katika maradhi mabaya mno hayana dawa, na mtu akipata maradhi hayo amekuwa na maradhi makubwa, amradun qalbi, ambayo ni kabiratun min alkabair, hasad. Ni nini kwani maana ya hasad?
Bwana Mtume anasema alhasad, hasadi ambayo nakukatazeni msihusudiane baina yenu, huwa an tatamanna zawala naamati akhik. Ukitaka kujua nini maana ya hasad, maana yake ni kwamba ni mtu atamani neema aloipata nduguye imuondokee. Ukisikia hasad maana yake ni hivyo, kwamba neema ambayo unayo mimi inanikera na natamani siku moja upambaukiwe, iwe huna kitu miongoni mwa neema hizo ambazo Mungu amekupa. Si unaringa wewe kwa neema hizo? Sasa neema yoyote ambaye Mwenyezi Mungu amempa, ikiwa pembeni kuna mmoja inamuumiza neema ile, huyo ndo anaitwa hasidi. Ikiwa pembeni kuna mtu anatamani siku moja ipotee neema ile, huyo ndo anaitwa hasid. Na Mwenyezi Mungu alipoujua ugonjwa huu kwamba ni hatari, ameshusha baadhi ya sura kwa ajili ya dawa hiyo tu na ugonjwa huo tu. Qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Ndani yake imetaja wa min sharri hasidin idha hasad, na najikinga kwa Mwenyezi Mungu na shari ya hasidi pale anapoanza kuhusudu. Na hili ndo tatizo la mwanzo liloharibu dunia, pale hasid Qabil alipomhusudu Habil, kwamba Mwenyezi Mungu amechukua kile alichopeleka, kapeleka kondoo. Na Mwenyezi Mungu ametusimulia watlu alaihim naba binai adama bilhaq idh qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Taharaka alhasad huna, hasingesema yale kwamba nitakuua. Ikiwa kuuana ni dhambi la mwanzo lilotokea, lakini lilisababishwa na hasad. La aqtulannaka qala inma yataqabbalu Allahu min almuttaqin. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuonyesha mwisho wa hasadi ilikuwaje, ni Qabil kumuua Habil. Ndio maana Mtume akasema la hasada. Katika ulimwengu wa Kiislamu hakuna kuhusudiana. Si Muislamu anayemhusudu Muislamu wenzake au mtu yoyote katika ulimwengu wa Kiislamu, kwa sababu Uislamu hauna mambo ya hasad. Alhasad huwa tamanni zawal naamati akhik, ni kule kutamani neema ya ndugu Muislamu imuondoke. Na wallahi thumma wallahi, tupo miongoni mwetu ambao tukiona mwenzetu labda amepata kazi, sisi hatulali majumbani. Kwa nini aipate kazi ile? Hatulali. Mwenzetu leo amejenga nyumba yake mbovu, ameirekebisha imekuwa nzuri. Hatulali majumbani wetu, tunawaza imekuwaje akaijenga nyumba yake. Kwani imekuwa kuwaje? Mwanawe kafanikiwa leo amepata kazi, tunahusudu, tunaona atamfaa babake, tunaona atawafaa ndugu zake, tunaona ataifaa familia yake, na sisi hatutaki aifai familia yake, awafai wenzake, aijenge nyumba yake. Hatutaki anunue gari, hatutaki anunue shamba, hatutaki afanikiwe katika maisha. Hii ndio hasad. Na ukimwona mtu ana alama hizo, huyo lazima msomee qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad, ili upate kuepukana na hasadi zake. Walisafiri siku moja watu wawili, walitunukiwa, wakapata bahati. Unajua zamani Mwenyezi Mungu alikuwa anawapeleka malaika kwa sura za kibinadamu. Hata katika hadithi Bwana Mtume anasema kuna bwana alikuwa a'ma na aqra, mmoja kipofu, mmoja kipara, mmoja alikuwa na baras. Hawa walipelekwa malaika, wakaambiwa mnataka nini? Wote wakatamani kila mmoja chake. Hii hadithi maarufu, sina haja ya kuitaja. Lakini hawa watu wawili hawa walitunukiwa kama walivyotunukiwa wale. Kawajia malaika, nikawauliza madha turidan, ombeni mnataka nini? Lakini ikhtibari ya iman, kamwambia mmoja kwamba wewe utakachokiomba chochote basi hakikisha mwenzako atapata viwili mfano wa kile ulichokiomba. Sasa unasemaje?
Yani ukisema mimi Mungu anijalie nipate dirham milioni 1, mwenzako atapewa 2. Huyu mwenzako hatumwambia aombi, yeye atapata kutokana na wewe ulichokiomba. Ukisema unataka nyumba 1, mwenzako atapata 2. 10, basi yeye atapata 20, mara 2 yake tunampigia darba. Sasa yule bwana akaona huu mtihani mzito, kwa nini asiombe yeye? Basi yeye atachokiomba mimi nipewe 2. Sasa moyo huu ni moyo wa hasad, kwamba unaona vibaya. Tena huyu hana kitu, ile kusema naomba basi nipate milioni 1 2, anaona uzito kwa sababu mwenzake atapewa 4. Anaona uzito wakati yeye hana kitu. Aseme tu potelea mbali, yeye akipata 4 nini, mimi sina, nitapata hizo 2 zinatosha. Moyo wa hasad haujui vitu kama hivyo, haujui vitu kama. Sasa uko tayari, yule bwana akaona huyu mwenzangu atafaidika kuliko mimi, na siko tayari afaidike yeye, mimi nisifaidike. Nikamwambia ina maana chochote nitachoomba atapata mara 2. Nikamwambia ndio, basi naomba nitolewe jicho langu 1. Basi anajua kwamba mwenzake atakuwa kipofu, atakuwa haoni, atatolewa yote 2. Bwana usiombe kitu kibaya, omba kizuri. Mie jicho 1 mlitoe. Kwa nini? Kwa sababu mwenzangu atatolewa 2, mimi nitakuwa naona kwa jicho 1, yeye atakuwa haoni kabisa. Ubaya wa hasad unakwenda hivi, na tupo miongoni mwetu. La ilaha illa Allah, Mungu atusitiri salama. Tunatamani mwenzetu awe hana macho, haoni, hana ulimi, afe, aharibikiwe, afilisike. Hii si dua ya kuombeana Waislamu. Dua za Waislamu ni kusema barakallahu laka fik, Mungu akubarikie katika kile ulichokuwa nacho, na mie Mungu anipe kama ulichokuwa nacho wewe, bila ya kupungua kitu kutoka kwako. Mungu akuzidishie neema uwe nazo. Lakini mmeona hatari ya hasad, kwamba anatamani mwenzake apate hasara mara 2 ya ile alopata yeye. La ilaha illa Allah. Basi Bwana Mtume anasema la hasada illa fi 2, natoa ruksa ya watu kuhusudiana katika mambo 2 tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha hasad, na Mtume akashadidia, na ulimwengu wa Kiislamu wote rafadha alhasada rafdan bata. Sasa Mtume anatoa ruksa katika vitu 2, kwamba hiyo ruksa watu kuhusudiana. Lakini khudh balak, Mtume hakusema hasadi hii tunayoijua sisi, kwa sababu kuna qaid. Hadithi hii na qaidi yake, kwamba sio hasadi hii maarufu. Hili ni neno tu limetumiwa hapa, lakini hasadi hii kwa maana ya ghabt, kwa sababu Mtume anasema almu'min yaghbitu walfasiqu yahsudu almunafiqu yahsudu. Katika hadithi nyingine Mtume anasema Muislamu anaghibiti. Kughibiti ni kama kuhusudu, lakini imepewa maneno mengine tofauti, isiwe sawa na neno hasad. Kwa hiyo almu'min yaghbitu walmunafiq yahsud. Mwenye kuhusudu mara nyingi ni munafiki, na hivi ndivyo alivyohusudiwa Bwana Mtume. Mtume alijengewa msikiti pembezoni mwa msikiti wake wa Quba na wanafiki, na huyu alikuwa anaitwa Abu Amir al-Hasid al-Fasiq. Tizama babake Hanzala ibn Abi Amir. Hanzala ibn Abi Amir ni ghasilul malaika, sahaba wa Mtume aliokoshwa na malaika. Babake mnafik hasid. Alipokuja Bwana Mtume katika nchi ya Madina, aliona kwamba mambo mengi alikuwa yeye anataraji kuyapata yameharibika. Akaona aloniharibia ni Muhammad ibn Abdullah, akafanya kampeni na yeye kumharibia Muhammad. Akajenga msikiti karibu na msikiti wa Quba, na msikiti wa Quba ni msikiti wa mwanzo kujengwa, awwalu masjidin ussisa ala taqwa. Ndani ya msikiti ule akawepo Imam Hasanu Saut, sauti yake nzuri na dhabdhaba kama melody. Akisimama kibla akisoma, basi
msikiti mwingine unataharak kule, lengo kuwatoa watu msikiti ule waje msikiti huu. Kisha anamwambia Mtume, laqad banaitu laka masjidan, ya Rasulullah, nimekujengea msikiti mzuri, uje ufungue msikiti wetu rasmi, mgeni wa heshima atakuwa wewe. Lengo lake anataka kuwahamisha watu wanaoswali msikiti ule waje katika msikiti huu, na yule imamu kawekwa pale sio kwa sababu ya kusoma vizuri tu, kwa sababu ya kuwahamasisha na kuwahamisha watu wa msikiti ule waje msikiti mwingine. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alijua hili kwamba ni hasad ya kumhusudu bwana Mtume, na Mtume akakatazwa, la taqum fihi, usisimame kabisa abadan, usiswali katika msikiti huu. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Msikiti wa Quba ndio msikiti wa taqwa, ndio msikiti wa mwanzo, basi wewe Mtume sali humo, na usisimame wala kusali katika msikiti uliojengwa unaitwa masjidun dirar. Walladhina ittakhadhu masjidan dirara, huo msikiti ukaitwa masjidun dirar sababu masjidun ma urida bihi wajhu Allah, sio lengo la Mwenyezi Mungu, lengo lake ni kuhusudu dawa alokuja nayo bwana Mtume Muhammad. Na mambo mengi leo yanaanzishwa si lengine ni kwa sababu ya kuvunja tu baadhi ya vitu vingine. Na hata katika mambo ya kidunia, nitakupa mfano katika habari ambazo tunazipata katika television. Kuna channel moja ya Kiarabu inaitwa Al Jazeera, na Al Jazeera wanasema ni qanatu rai wa rayu al-akhar, yani ni channel ya kumsikiliza mmoja na wa pili, sio ya kumsikiliza mtu mmoja pekee yake, kwa sababu station nyingi sana au channel nyingi sana au vyombo vya habari vingi sana vina tabia ya inhiyaz. Inhiyaz ni upendeleo, wanatizama upande gani ambao unatupendeza zaidi, wanamili upande mmoja. Sasa katika habari zao mara nyingi sana hutoa habari upande mmoja tu bila ya kushirikisha upande wa pili, ikawa daiman wanachochea, daiman wanataka kutoa picha namna gani watu fulani au umma fulani au dini fulani ilivyokuwa mbaya kuliko watu wanavyofikiria, na vinachangia kwa kiasi kikubwa sana vyombo vya habari kuchafua ulimwengu na kuharibu, na watu kuzozana, na watu kuuana, na watu kupigana, ikiwa havitokuwa na uadilifu. Kwa sababu katika mikataba au katika akida na itikadi za uandishi wa habari ni mtu kuwa mu'tadil, asiwe kwamba kuna asabiyatun qabaliyya, ukabila, asiwe kwamba kuna mambo ya kidini, asiwe kuna mambo ya kinchi yanamvuta yeye mpaka akaandika habari fulani kuhusu watu fulani kwa kuwa yeye ni maadui zake. Na ni vigumu sana kupata chombo kiko katika itidali hiyo, si television, si radio, si gazeti. Utakuta kila mmoja anakwenda upande wa ule anaokuwa anaona hawa ya nafsi yake unampeleka. Sasa chombo cha Al Jazeera wanasema ni jaziratu rai wa rayu al-akhar, ni kutizama rai na rai ya mtu mwingine. Haji mtu na habari zake tu tukazichukua tukazipamba tukaona yeye ndo ana haki, na wakati huo anampinga mtu mwingine tukamwacha yule mtu mwingine, tusimuulize nini rai yako, unasemaje kuhusu habari. Lazima tuziweke picha zote mbili, tumsikilize huyu na tumsikilize huyu mtu mwingine. Na hivi ndivyo hakim au jaji anavyotakikana kufanya katika mahakama. Sayyidina Daud na mwanawe Suleiman wamesifiwa kwa hukumu njema kwa sababu walikuwa wanatizama haki kwa wapi. Na miongoni mwa watu mashuhuri katika kadhia ni Shuraihul Qadhi, na Shuraih alikuwa akisema isikusikitishe machozi ya mtu wale wanaokuja kuhukumiwa. Inawezekana mtu akaja analia, kanibia, anasema isikuhuzunishe wala isikuchukue huruma kwa sababu ya chozi linatoka. Mara nyingine mwenye kulia rubba bakin wa huwa zalim, pengine yeye ndo analia na yeye ndo zalim. Kataja kisa cha Nabii Yusuf na ndugu zake, wajau abahum insha'an yabkun قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب.
Baba, tumekwenda tunashindana katika mbio zetu, tunakwenda huku na huku, bahati mbaya ndugu yetu ameliwa na mbwa mwitu. Huku wanalia, jau ashaan jau abahum yabkun, wanakuja wanalia ashaan wakati wa usiku, wanalia bwana, kumbe hawana haki. Huku wanalia lakini kama unachukua machozi na unyonge wa mtu na hali aliyo, au labda ni mtoto au labda ni mwanamke, ukasema huyu ni dhaifu, atakuwa anasema kweli tu kwa lolote, basi utakuwa unaharibikiwa, kwa sababu uadilifu haujui mdogo wala mkubwa wala mwanamke wala mwanamume wala machozi. Unatakana uangalie haki iko wapi. Ameliwa na mbwa mwitu, ashayu bishay yuzkar. Anasema siku moja alikuwa baba mmoja, yeye alikuwa jahil. Basi katika surati Yusuf mwanawe alikuwa anadarsisha msikitini. Basi watu wa mtaa pale walikuwa wanamsema baba vibaya. Baba huyu mwanawe ni alim, lakini yeye hana elimu yoyote. Ilikuwaje? Na sisi tunajua kwamba mwana wa nyoka ni nyoka, lakini tizama, mtoto alim, baba jahili. Sasa baba alikuwa linamkera sana lile, na mwanawe anajua baba anaudhika kweli kweli kwa jambo hili. Basi siku moja kakaa na babake, akamwambia, baba sikiliza, mimi najua unaudhika sana kwa sababu watu wanakufikiria wewe hujui kusoma, lakini mimi nataka kukupamba watu wote wapate kujua kwamba wewe unajua kusoma kuliko mie, na elimu yote ile kwa nayo umeichukua kwako, umenigaia tena kama kunyukua kidogo tu. Sasa msikitini leo unadarsisha suratu Yusuf, wewe kaa pembeni tu, piga lemba lako kubwa, kaa pale, mimi nikisoma nitajifanya nimesahau, wewe utanikumbusha. Ukinikumbusha fikra za watu zitolala, kumbe ukijana si chochote, jungu kuu ni lile lilokaa pale. Basi kaja katika suratu Yusuf akasoma, ana tafsiri sio tu, akasema ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina. Minki fika hapo baba nitajifanya nimesahau, inda mata'ina, wewe utanikumbusha. Fa akalahu dhi'ib, utaona kumbe huyu ndo kazi hifadhi zote, bali utapata sifa hii. Dhana kwamba wewe ni jahili itaondoka. Basi baba akasema sawa. Mtoto kaja pale, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina inda mata'inaka. Mtoto akajisahaulisha kwa makusudi. Baba sasa penyeza hapo, fa akala udhib. Baba kumbe yeye kashasahau, kaambiwa sasa akafikiria wale wanyama waliotajiwa, ikamtoka sasa fa akala unamiru, ayani akamla taiga fa akala udhib fa akala unamiru. Watu wakajua kumbe pumbavu kwa kweli huyu mzee. Hiyo ni ujinga ukazidi. Sikio la kufa halina dawa. Ujahil tu, hata ukijipamba pamba vipi utazidi ujahil. Basi fa akala unamiru, akaliwa na taiga. Basi sallu ala nabi. Qanatul Jazira ni qanatul ra'yi wa ra'yul akhar. Sasa unapotakikana wewe vile vile usimsikilize mtu mmoja, wasikilize watu huku na kule. Msikilize mtu. Ukimsikiliza mtu mmoja umemalizika. Hivi ni vitu ambavyo vinatakikana kuwa wazi na bayana. Na leo tunakuta kwamba ulimwengu unaharibiwa na vyombo vya habari, unaharibiwa na television, unaharibiwa na magazeti, unaharibiwa na radio, unaharibiwa kwa sababu ya habari zao za kupendelea watu fulani au kupendelea mtu fulani, na wengine wananunuliwa tu. Kila kitu sasa hivi imekuwa cha kununuliwa tu. Unatia mfukoni, unatoa pesa kidogo, unatangazwa jina lako. Linakuwa tena na tena. Basi tusiwe hivyo. Turudi katika hali, tusiwe tukapotea njia. Bwana Mtume anasema la hasada illa fi ithnatayn, katika vitu viwili mimi natoa ruksa muhusudiane, lakini kwa maana ya hasad sio maana ya ile hasadi yenyewe, yani mughibitiane, kwa sababu katika hadithi nyingine kuna ushahidi, na hivi ndivyo hadithi zinavyotafsiriwa au Qur'ani inavyotafsiriwa. Qur'ani lazima utafsiri Qur'ani kwa Qur'ani mwanzo, kisha utafsiri Qur'ani kwa hadithi baadaye. Na ukikuta hadithi hii imesema hivi na nyingine kama zinapingana, ujue pale kuna mutlaq na muqayyad, na lazima uangalie ipi itakuwa inabebwa juu ya ipi.
Kwa hiyo hadithi hii Mtume anasema la hasada illa fitnatain, ni kana kwamba anaamiza watu wahusudiane. Lakini je, ndo hasadi hiyo? Huku kasema almu'min yaghbitu walfasiqu almunafiq yahsudu. Mu'min anaghibiti na mnafiki anahusudu. Kwa hiyo kughibiti maana yake ni nini? Kughibiti ni kutamani neema ambayo Mwenyezi Mungu amempa mwenzako bila ya yeye kumuondokea ile neema. Hasad ni kutamani hiyo muondokea asiwe nayo, uwe nayo wewe. Lakini ghibti ni kutamani wewe uwe nayo naye awe nayo, uwe kama yeye. Maana yake, kwa hiyo Mtume anatoa ruksa katika vitu viwili. Anasema la hasada illa fi ithnatayn, rajulun allamahu Allahu alqur'ana fahuwa yatluhu ana al-layli wan-nahar. Mtu wa kwanza mwenye kufaa kuhusudiwa kwa maana ya kughibitiwa, mtu ambaye hasa tunalia ngoa na sisi Mungu atujalie kama yeye. Nani? Qari'ul Qur'an, ni yule mwenye kuijua Qur'ani, akawa anaisoma Qur'ani, anaitumia Qur'an usiku mchana, yeye anasoma Qur'an. Ukimwona mtu anasoma Qur'an, anaipenda Qur'an, amepewa Qur'an, huyo ni wa kuhusudiwa, yani kughibitiwa. Fahuwa yaqumu bihi, hiyo Qur'ani yatluhu, anaisoma ana an-nahar ana al-layl, usiku na mchana anaisoma Qur'an. Huyu ni mtu wa kwanza. Na juzi tulikuwa na mashindano ya watoto wetu ya hifdhul Qur'an al-Karim. Wazee wangu watukufu, tizameni heshima ya Qur'an. Kuna watu eti wanatia fikra kwamba haifai kuhifadhi Qur'ani wakati hujui maana yake. Wanawavunja watu moyo, bali Qur'ani inafaa kuhifadhiwa hata kama hujui maana yake. Hifadhi Qur'ani na baada ya hapo tafuta kujua maana yake. Sasa wanapinga watoto wetu wadogo wasije wakahifadhishwa Qur'ani kwa ajili ya kuvunja Uislamu tu. Wahifadhisheni watoto wenu Qur'ani hata kama hawajui tafsiri zake. Watakuja wakijua tafsiri hizo wakiwa wakubwa. Sisi tumehifadhi Qur'ani wadogo, tunaimba tu. Tumekuja kuona ni sahali mambo yote baada ya kuwa watu wazima. Ulikuwa tunatakikana tuanze watu wazima, tungejua nini sisi? Tushakuwa mibuyu, imeshapea, imeshakoma. Kwa hiyo mtoto akihifadhiwa Qur'ani, ndio pale tunaambiwa alhifdhu fi sighari kanaqshi fi alhajari, yani kuhifadhi wakati wa udogo ni kama kuchonga katika mwamba. Unapopeleka nakshi katika ngome au jiwe, nakshi zile zitakaa miaka 400, 500 mpaka 1000, hazifutiki kwa sababu zimeandikwa katika jiwe. Sasa mtoto akihifadhi kitu katika udogo ni kama kupiga nakshi katika jiwe, zitaondoka hizo. Kwa hiyo wahifadhisheni watoto wenu Qur'an. Na vijana leo wamehifadhi Qur'an, na hivi ndivyo Mwenyezi Mungu alivyotaka kuihifadhi Qur'an. Inna nahnu nazzalna adh-dhikr, hakika sisi tumeiteremsha dhikr, wa inna lahu lahafizun. Inna hizi zote ni taukidat. Inna nahnu nazzalna, hakika sisi tumeiteremsha dhikr Qur'an, wa inna lahu lahafizun, na sisi tutaihifadhi Qur'an. Na moja katika njia za kuihifadhi Qur'an ni Mwenyezi Mungu kuumba watoto wadogo kama hawa wakawa wanahifadhi Qur'an. Mmeshuhudia mashindano juzi, watoto wa kike, watoto wa kiume wamehifadhi Qur'ani tajwidan tartilan bidhabti, ni wakupigiwa mfano kabisa. Wanaisoma Qur'ani kama ilivyoteremshwa katika ulimwengu mzima. Leo hata makafiri wakiichoma Qur'ani yote tutaiandika kwa mikono, kwa sababu wapo watu wamehifadhi kitabu chote cha Qur'an. Wengine wamehifadhi nusu ya Qur'an, wengine wamehifadhi robo ya Qur'an, mwingine hata kama inawezekana kila mmoja akaambia wewe umehifadhi nini? Mimi qul huwallah, njoo tunaiandika mpaka itatimia Qur'an, haitofutika. Mungu ameihifadhi na ameapa itabakia. Kwa hiyo watoto kuhifadhi Qur'ani ni kitu cha maana na kitu kikubwa. Na katika mwaka 90, miaka 90 huko 98 ilitokea miujiza. Kuna mtoto mmoja kutoka Iran anaitwa Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai.
Kijana mdogo sana huyu amehifadhi Qur'ani yote, tena anaisoma kwa njia ambayo utaona miujiza, mpaka watu wakisema ni ayatun min ayati llahi fi hifzi alquran, ni miujiza miongoni mwa miujiza Mwenyezi Mungu katika hifzi ya Qur'an. Yani aya ya ngapi? Kama hivyo wanavyofanya wanaita tashjii watoto. Qur'ani aya fulani unamsomea aya ya ngapi, anakuambia hii aya fulani, aya ya fulani katika sura fulani. Sasa ilaka yake, uhusiano wake, atakupa uhusiano wake na aya nyingine, atakupeleka kwenye reference inakutana na aya gani na sababu nuzuli ya aya zake. Watoto wadogo ni miujiza, na Mwenyezi Mungu anawaumba wengi na wengi, na miongoni mwa hao ni watoto wetu wadogo ambao tunao. Tusiwahifadhishe bongo flavor, wahifadhisheni Qur'an, kwa sababu itakuwa ni jazaa yaumul qiyama. Watoto wanahifadhi bongo flavor kama upuzi, nyumbani wanaimba tu. Nini faida yako we mzee kumwachia television, kuku kapanda baskeli, sio kukafanyaje, na wewe unakaa pale tashjii? Utapata faida gani siku ya kiyama? Bwana Mtume anasema yutawaju li abawaihi taj, mwenye kuhifadhi Qur'ani wazazi wake wawili anavishwa taji siku ya kiyama. Watamuuliza Mwenyezi Mungu, lima, kwa nini umetuvisha sisi taji? Anasema li akhdhi waladikum alquran, zawadi hiyo ni kwa sababu ya mtoto wenu mlipomuhifadhisha Qur'an. Hii zawadi ya kuwapa watoto sijui gari, pesa, nini, ni zawadi ndogo, japo sisi tunatoa kitu kikubwa, lakini kwa Mwenyezi Mungu atakuja kukuvisha wewe mzazi uliofanya bidii ya kumhifadhisha mtoto Qur'an tajan. Siku ya kiyama utakuwa kama mfalme. Sasa ukimhifadhisha bongo flavor utapata nini? Apate nini? Na ndani aanze kusema matusi na nini, naru jahannam, waliyadhu billahi min dhalik. La hasada illa fi ithnatayn, hakuna kuhusudiana isipokuwa mambo mawili. Rajulun, ukimwona mtu atahu Allahu Qur'anan fahuwa yatlu, mtu amepewa Qur'ani anaisoma. Na vijana wetu Mungu amewapa Qur'an na wanasoma, tunawasikia hapa kila siku. Mungu ajaze khairi, wafanye bidii zaidi na zaidi na zaidi. Tunaona utamu kila wanapoisoma Qur'an, pamoja na nguvu sasa hivi hawana kwa sababu ya saum, lakini wanatoa pumzi zao zote kwa ajili ya Allah. Na Mwenyezi Mungu atajalia iwe ni banki na hazina siku ya kiyama. Qur'ani hii anaisoma usiku na mchana, huyu ni wa kuhusudiwa huyu, kwamba ya Rabbi na mimi nijalie kama yeye, na mimi nataka kuwa kama yeye kwa sababu ni qari al-Qur'an. Wa rajulun, na mtu wa pili, rajulun atahu Allahu malan, ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa pesa. Fahuwa, basi mtu huyo aliyopewa pesa hizo, yuhliku, huwa anaziangamiza. Kuangamiza maana yake ni kuzitoa, sio kuangamiza kwa kupata hasara, anazitoa fi sabilillah, katika sabilillah. Ukimwona mtu anacho kipato, ana fedha, ana mali, na huyo ndio watu wanamkimbilia. Mwenye pesa ndio mtu anakimbiliwa na kila mmoja. Anasema idha qalla mali laysa man yusahibuni wa fi jam'i almali kullu an-nasi khillani kam min aduwwin li ajli almali sadaqani wa kam min sadiqin li faqdi almali adani. Zikiwa nyingi pesa zangu, kila mtu atakuwa rafiki yangu. Si wewe huna marafiki kwa sababu huna pesa? Hebu tajirika kidogo. Kila mmoja sema bwana, nakwenda kwa sahibi yangu, rafiki yangu fulani. Unamjua yule sahibi yangu kweli kweli yule, kwa kuwa anazo pesa. Leo akifilisika utasema wala simjui kwa sababu hana kitu. Basi qalla man yusahibuni, kwa sababu ya mali wengi wao wanakuwa wenzangu. Raaitu alladhina dhahabu ila man lahu dhahabu wa man laysa lahu dhahabu fa'anhu an-nasu qad dhahabu wa raaitu an-nasa munfadda ila man lahu al-fidda wa man laysa lahu al-fidda fa'anhu an-nasu munfadda wa raaitu an-nasa qad malu ila man lahu malu wa man laysa lahu malu fa'anhu an-nasu qad malu. Basi hivi ndivyo pesa zinavyofanya. Basi Mtume anasema kama mtu ana mali, huyo ni wa kuhusudiwa, lakini sio hasadi ile ya kinafiki. Kuhusudiwa kwamba unatamani neema ile
aizidishiwe mara 2 yake na wewe upate kama alivyopewa. Lakini unamhusudu sio mali zake tu, kwa kuwa mali ile anaitumia katika sabilillah. Mtume katoa ruksa kwa watu wawili wahusudiwe, waghibitiwe. Kwa maana hii Qur'ani, Mtume anasema iqra'ul Qur'ana, isomeni Qur'ani, fa innahu yati shafi'an li ashabihi yawm al-qiyamah. Hakika ya Qur'ani itakuja itawaombea wenye kuisoma siku ya kiyama. La ilaha illa Allah. Huna chochote wewe, lakini uliisoma Qur'ani, unakwenda tatata ras. Mwenyezi Mungu anakuambia nini? Anamwambia ya Rabbi, sina mimi mema yoyote ambayo yatanipeleka peponi leo, lakini kumbe ulisoma Qur'an. Mwenyezi Mungu anaipa nafasi. Qur'an inasema ya Rabbi shafi'ni fi, ya Rabbi nipe njia ya kumwombea mpeleke peponi. Unakwenda peponi kwa sababu ya maombi ya Qur'an. So iqra'ul Qur'ana fa innahu yati shafi'an li ashabihi yawm al-qiyamah. Isomeni Qur'ani sana, kwa sababu hiyo Qur'ani hiyo itakuja kuwaombea wenye kuisoma Qur'ani siku ya kiyama. Anasema tena Mtume katika hadithi nyingine, inna lillahi ahlin, hakika Mwenyezi Mungu ana watu wake. Mwenyezi Mungu ana watu, kwamba anajigamba hasa kwamba hawa ni watu wangu. Watu wameumbwa na Mungu, lakini kuna watu Mungu kasema hawa wako wangu. Inna lillahi ahlin, Mwenyezi Mungu ana watu wake. Qila ya Rasulullah, man ahlullah? Wakamuuliza ya Rasulullah, ni wapi watu wa Mungu? Akasema ahlullahi ahlul Qur'an wa ahlu khassati wa hum khassatuhu. Hawa wenye kusoma Qur'ani ndio watu wa Mungu, ndio watu special ambao Mungu kawasogesha mbele yake, akasema hawa ni wa kwangu, wenye kuisoma Qur'ani tu. Je, baada ya haya kuna utukufu zaidi ya huo? Mwenyezi Mungu anasema mtu wangu, watu wangu. Kuna utukufu zaidi ya huo? Qur'an. Lakini ya asafa, hazina nyoyo zetu shay'an min al-Qur'an. Umehifadhi nini? Ni aibu kubwa tutakaposikilizana hapa, nani kahifadhi, nani kahifadhi. Bali mmoja katoka kifua mbele anasema ana ashhadu wa ahfadhu surat at-tashahhud, mimi nakushuhudieni ninahifadhi sura inaitwa suratu at-tashahhud. Akaulizwa sura gani? Akasema tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibat. Yeye kaiona hiyo ni sura miongoni mwa sura za Qur'an. Akaulizwa hiyo sio sura? Akamwambia lasna naqraha fi salah, mbona katika sala kila siku tunasema tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibat? Mpaka sura za Qur'ani hazijui. Sura 114 hazijui sura hizi, hazifahamu kabisa, hazitambui kabisa. Anatia sura zilizokuwemo, hamna kitu katika moyo. Sasa ikiwa katika moyo wa Muislamu hamna kitu, Bwana Mtume kaufananisha moyo huyo na jumba ambalo mnatupwa takataka zote, migofu, uchafu wote unatupwa kule. Mtume anasema innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an kalbayt al-kharib, hakika yule ambaye katika moyo wake hakuna chochote miongoni mwa Qur'ani, hamna kitu, ni kama jumba gofu, uchafu wote, mizoga yote, takataka zote za mtaani zinatupwa hapo. Na hata watu wengine hufanya ndo gesti zao za kufanya machafu katika gofu hilo, kwa sababu hamna kitu. Ndo nyumba na moyo wa mtu ambaye hana Qur'anul Karim. Sasa unakubali wewe watu waje kufanya uchafu katika moyo wako? Watu tupe takataka zote humo? Tia Qur'ani katika moyo wako. Na Qur'ani imekuwa yatima mpaka katika majumba. Ukiamka music, ukilala music, ukipamba ukiwa, mpaka siku ya Ijumaa, siku ya sikukuu, siku tukufu kabisa, si radio, si television, music kwa music tu. Watu hawaipi heshima Qur'an. Zamani ilikuwa angalau ukiamka Ijumaa ndo unasikia, unauliza leo Ijumaa nini? Watu wengine wanajua Ijumaa kutokana na ile mahalim. Wengine hujua Ijumaa kwa kunapikwa biriani kwake, basi anauliza leo Ijumaa nini? Kwa sababu ya vitu kama. Jua siku moja alikuwa anasafiri na mwanawe, anauliza mwanawe, Jua anamuuliza mwanawe, ayo yao umenileo leo siku gani? Jua anamuuliza mwanawe, leo siku gani?
Akaambia, kwani siku ile tulosali Ijumaa ilikuwa siku gani? Akamwambia, siku ile tulosali Ijumaa ilikuwa siku gani? Mwanawe akafikiria, ilikuwa Jumatano. Akamwambia, kweli ilikuwa Jumatano, twende zetu. Mpaka Ijumaa haijui sisi tulisali Ijumaa siku gani. Si itakuwa Ijumaa tu Waislamu. Sasa anauliza, ile siku tulosali Ijumaa ilikuwa siku gani? Ndio Waislamu nyoyo zao zilikuwa hazishughuliki tena leo. Hazishughuliki na mambo ya Kiislamu, hazishughuliki na Qur'ani, hazijui kuna Ijumaa, hazijui kuna nini. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, as-siyamu wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Katika hadithi nyingine, Qur'ani na saumu zitamuombea mtu siku ya kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu. Yaqulu siyam, saumu itakuja itamwambia, ya rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-sharaba wash-shahwata tula an-nahar. Ya rabbi, nilimzuia asile, asinywe, asifanye cha kutamani, kuondosha shahawa zake mchana mzima. Ya rabbi fashafi'ni fi, naomba unipe uwezo wa kumwombea ende peponi. Mwenyezi Mungu anamwambia, umepata saumu hiyo. Wal Qur'an yaqul, Qur'an anamwambia Mwenyezi Mungu, ay rabb, ewe Mwenyezi Mungu, mana'tuhu an-nawma, huyu nilimzuia na usingizi. Watu wamelala, imekamata Qur'an, alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Usiku watu wamelala, yeye nikamnyima usingizi. Ya rabbi fashafi'ni fi, nipe uwezo wa kumwombea. Anaombewa vitu vile vinamwombea mtu siku ya kiyama. Wallahi wengine tutakwenda peponi kwa sababu ya Qur'ani tu, tulivyokuwa tunaifanya ni rafiki yetu mkubwa. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia tuisome kwa wingi. Man arada munisan fallahu yakfi wa man arada alhujjata falqur'anu yakfi wa man arada alghina falqana'atu takfi wa man arada almaw'idhata falmautu yakfi wa man lam yakfihi shay'un min hadha fa inna an-nara takfi. Kama mtu anataka hoja nzito, anataka hujja ambayo itampeleka yeye mahali pazuri, al-Qur'anu yakfi. Inatosha Qur'ani kwamba ni hoja, inatosha Qur'ani kwamba ni dalili yusiluka ila al-janna yawm al-qiyamah. Angalia utukufu wa Qur'an, angalia uzito wa Qur'an. Kana Rasulullah yuha ilayhi fi yawmin shadid al-bard, Mtume alikuwa anapewa wahi siku ilikuwa na baridi kali, lakini Bibi Aisha anasema, wa inna jasadahu la yatasabbabu araqan, lakini mwili wake unatoa jasho siku ya baridi ile. Theluji na Madina na Maka kukiwa na baridi kweli, basi siku zile Mtume sallallahu alaihi wasallam anateremshiwa wahi kwa uzito wa kilima hiki, mwili unatoa jasho kwa uzito wa neno hili. Mwenyezi Mungu anamwambia, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, tutakupa neno zito kabisa. Qur'an thaqilu, ni zito kwa maana yote, lakini ni jepesi sana katika hifdhi na katika kufuata. Walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudakkir. Ni sahali sana kuhifadhi Qur'an, ni sahali sana kufahamu Qur'an, ni sahali sana kutaamal kwa Qur'anul Karim. Leo mtu anajabika, jamaa kahifadhi juzu 30. Tukikwambia wewe nyimbo ngapi umehifadhi, utatutolea hapa madiski kwa madiski ya nyimbo yote umehifadhi wewe. Sijui ya 50 Cent, ya R. Kelly, ya nani, mbali na bongo flavor, achilia mbali hizo, unahifadhi na so tumeziweka hapa, na unajigamba kwamba kila inayotoka umehifadhi. Unafanya mazoezi na wewe unaiga rapping, wengine wanasema rapping, wanafoka kazi yao hiyo. Basi vijana wote wamehusudu tu, wanaona hii ndio dili. Watu bwana siku hizi wanaukata akiwa watoto wadogo kwa sababu ya vitu kama hivi. Unaukata hapa duniani, lakini akhira mambo yatakuwaje? Sasa fikiria future itakuwaje. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin,
tizama kesho kuna nini. Mie katika fani ambayo ningechagua labda kama ni kijana na nikafanikiwa, labda ni fani ya muziki. Ningekuwa mwanamuziki mzuri sana mie, kwa sababu sauti yangu ilikuwa wanasema inakubaliana na kuimba, naweza kuimba, naweza kuwa musician, ningekuwemo mie katika bongo flavor. Lakini sitaki, kwa sababu ni hasara katika dunia, ni hasara katika akhira, ni hasara katika kila sehemu ambayo tutakwenda sisi. Tutapata faida gani? Nasema kazi yangu moja tu, waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah. Bas, ahsanu qawlan ni yule mwenye kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Basi useme imani ya saliha na imani je, na wewe mmoja katika Waislamu. Lakini mmoja aliniambia, bwana we unaweza kabisa na unaweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa sana, lakini ala al-akhas Qur'an al-Karim inamtoa mtu katika dhiki, inampeleka katika faraj. Japo wewe unaona faraj labda ni kuwa milionea tu, lakini Mwenyezi Mungu hapigi hisabu hizo. Faraji inapokuja kwa mtu ni Mwenyezi Mungu kumuongoza katika njia anayojua yeye. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Kwa nini watu wanakuwa mafukara, wanakuwa na bado Mwenyezi Mungu kumbe anawapenda? Sio ufukara kwamba ndio dalili ya kwamba Mungu amekuchukia, au kutajirika ni dalili ya kwamba Mungu anakupenda, au kufanikiwa katika dunia ndo la. Kuna mambo Mungu anahesabu kwamba huyu haya akikupa wewe umefanikiwa. Sio lazima iwe unakula milo 4 5 kwa siku ndo useme nimefanikiwa. Ukila mlo mmoja au miwili unasema bado sijafanikiwa. Kufanikiwa kwa Mungu kuna hesabu zake anayezijua yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Qur'an qawlan thaqila. Uzito wake Mwenyezi Mungu anatuambia hii Qur'ani uzito wake. Katika suratul Kahfi Mwenyezi Mungu anasema قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Qur'ani ingekuwa wino wake wa kuandikiwa maneno yake ni bahari. Tasawwar, ingekuwa bahari ni wino, tungetengeza kalamu ngapi kwa bahari hiyo? Tasawwar. Mungu anakupigia mifano hii upate kujua utukufu wa kitabu cha Qur'an. Kalamu zetu hazina wino ni bahari. Tutajaza kalamu ngapi za dunia nzima na utabaki bahari? Kwa sababu percentage kubwa ya ulimwengu ni maji tu, karibu 75%. Yabasi inakuwa ni kidogo tu kama 25%. Sasa maji hayo ingekuwa ndio wino wa kuandikia maneno ya Mwenyezi Mungu Qur'an. La nafida al-bahr, basi bahari ingekwisha kabla an tanfada kalimatu rabbi, kabla ya kumalizika maneno ya Mola wako. Walau ji'na bimithlihi madada, na ikisha ili tukaleta nyingine mfano wake. Hiyo bahari ikisha tukaleta nyingine. Bali katika suratul Luqman Mwenyezi Mungu anasema walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafida kalimatullah. Ingelikuwa bahari hizi za bahari saba zote, bahari saba ingekuwa ndo wino kuandika maneno ya Mwenyezi Mungu, basi zingemalizika kabla ya kumalizika maneno ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Inna Allaha azizun hakim. Aga Mwenyezi Mungu ni mshindi na mwenye hikma katika mambo yake. Huu ni uzito na utukufu wa Qur'an. Uzito huu na utukufu huu wa Qur'an Mwenyezi Mungu kawa challenge majini na wanadamu, akawaambia majini na wanadamu, qul la in jitama'atil insu wal jinn ala an ya'tu bimithli hadha alquran فلا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن
la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Anasema majini watu wote wakae kitako, walete mfano kama Qur'ani, waseme sasa tunajizatiti. Kuna watu wao wanajiona wamesoma mpaka wamepindukia, wana madigrii ma PhD, wao wanajihisi ndo wao tu katika ulimwengu. Hawa wawepo na majini, na wemo yule alomwambia Nabii Sulaiman, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Na wanadamu wawepo yule alosema kwamba ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu. Wote hawa wakawepo, wakasaidiana na wengine waseme watake kuleta kama Qur'an. Mwenyezi Mungu asema la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Hata wakisaidiana hawatoweza kuleta cream kama ya Qur'anul Karim, hawatoweza, kwa sababu haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni kazi nyingine, hivi ni vitu vingine. Qur'an ni kitu kingine ambacho kikisoma Waislamu, hii ndo nagham, hii ndo nyimbo ambayo peke yake inawapumbaza. Na yeye anasema katika sura miongoni mwa sura za Qur'an, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ثم ماذا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Naposoma mara kwa mara Qur'ani, mnyoyo zinasisimka na takshairu minhu aljulud, kila moyo unapata msisimko, kisha unamtambua Mwenyezi Mungu, unatamani iongezwe tena na tena. Lakini munafik na fasik akisikia Qur'ani la yubali bihi, na mara nyingine hata akiwepo katika sala anatamani atamaliza saa ngapi imam, atamaliza saa ngapi kusoma. Huyu anajidai, anajiona apenda sifa, anasoma sura ndefu, anaghani tena na tena. Hivi nikighani usidhani kuna watu wengine wanafurahi, wengine wapenda. Anaghani nini basi? Anaghani mimi najua kwamba hii Qur'ani inanifurahisha mimi, na ninachokifurahia mie lazima kitamfurahisha na ndugu yangu Muislamu, sababu Mtume anasema ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika. Na kwa sababu inatoka katika moyo wangu, hatman anasema alladhi yakhruju min alqalbi hatman sayasilu ila alqalbi, kinachotoka katika moyo basi moja kwa moja kitaingia katika moyo. Basi na wewe naam, najua na wewe utaburu, sio kusikia Qur'ani ikawa hujui, unabembea huku na huku na alafu unachoka. Qur'ani haichoshi, na kama ingechosha Qur'an ingechosha suratul Fatiha, kwa sababu imam kila siku magharibi alhamdulillahi rabbil alamin, lakini wallahi ukisimama nyuma yake utadhani ndo mwanzo leo anaanza. Nani kachoka kumsikiliza imamu anasoma suratul Fatiha? Aya ndo hizo, sura ndo hizo, kila kukicha ndo hizo, karne na karne, lakini wallahi hatujachoka na tunapenda kusikia tena na tena, kwa sababu ni chakula cha roho. La yatuna bimithlihi, hawatoweza mashetani, majini na wanadamu kuileta mfano wa Qur'an, walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira, hata wakisaidiana kwa jambo hilo. Na maneno mazuri zaidi kama nitasema ni maneno ya makafiri wenyewe, kwa sababu alhaqu ma shahidat alayhi al'ada, haki ni ile ambayo maadui wenyewe wanashuhudia. Sasa twende kwa maadui wenyewe wa hii Qur'an, walisema nini kuhusu Qur'an? Sayyidina Muhammad amekaa kitako, anakuja bwana mmoja anaitwa Walid ibn Mughira, anaisikiliza Qur'an, mtume anasoma pale amebadilika, anarudi kwa wenzake, wanasema jamani, laqad jaa biwajhin ghairi alladhi intalaqa bihi, kaondoka hapa karudi hapa na uso mwingine. Huyu ni kafiri mmoja ambaye kaisikiliza Qur'ani vile vile. Na Walid ibn Mughira naye alipoisikia Qur'ani akaisifu kwa maneno yake, anasema wallahi laqad sami'tu min Muhammadin kalaman wallahi ma sami'tu mithlahu qattu inna lahu la halawatan, hakika nimesikia kutoka Muhammad maneno sijawahi kusikia kwa mtu yoyote. Kwa sababu Waarabu walikuwa mafasaha wakati huo kwa kusema na ushairi na bait na nini. Basi yeye anasema hawa Arabu wote waliopita walikuwa wanajua kusema kwa ufasaha, lakini Qur'ani niloisikia kwa Muhammad ma sami'tu mithlahu qattu,
sijawahi kusikia mfano wake. Akaulizwa vipi, anasema inna lahu la halawa. Kwanza Qur'ani hiyo ina utamu kama vile unavyokula halwa, ndo maana ya halawa. Wa inna alayhi la khalawa, na hiyo Qur'ani iko peke yake, haifanani na vitu vyovyote vingine. Wa inna asfalahu la mughdiq, na chini yake mizizi imekwenda chini sana, maanake huwezi kuingoa tu hivi hivi. Wa inna a'lahu la muthmir, na juu yake imetoa matunda. Kama ni mti basi chini kabisa umekwenda shina lake, na juu unatoa matunda yananukia na harufu njema. Wa innahu ya'lu wa la yu'la alayhi, na Qur'ani hakuna chochote kinachokuwa juu yake, kila siku iko juu ya kitu chochote. Kafiri huyo. Haya maneno haya hakusema Abdullah ibn Abi Quhafa, Abu Bakr, wala hakusema Umar ibn al-Khattab, wala Uthman an-Nabil au Ali al-Haidar. Maneno haya anasema kafiri anaitwa Walid ibn Mughira. Qur'ani iko hivyo. Watu wakasema hii ni kampeni, kwa sababu propaganda zinazotiwa katika kampeni na nini, uongo hivi na hivi, kuharibu mambo, makafiri wa Maka walikuwa wanazijua sana. Basi wakamwambia tutakosa watu, kwa hiyo watu wote watamfuata Muhammad, kwa hiyo tufanyeni njia na mbinu tuharibu kauli nzuri hii aliyoitoa. Abu Jahli haraka haraka akafanya mchango, kapatikana pesa kidogo chache, kusanywa mchango ule, kapelekewa Walid ibn Mughira. Akamwambia tumesikia unataka kwenda kwa Muhammad kwa sababu huna kitu, umeishiwa, umefilisika, wewe unakwenda kwake akakugaie kitu kidogo. Tumesema hapana, haiwezekani, tumefanya mchango kwa ajili ya kukuletea hii, kitakusaidia. Basi kahamaki sana, kahamaki sana, kwa sababu alikuwa tajiri mkubwa Walid. Sasa tajiri anapelekewa mchango. Mfano wake hapa Unguja, tumtafute tajiri mkubwa tumfanyie mchango. Bwana, tumeona hali yako mbaya, unaanza kufilisika, tumekuletea hii. Atatutoa mbio na atatuonyesha sasa mamilioni yake ya pesa yalivyo. Anasema kumbe hamna habari, mie basi milionia mkubwa hapa, atatuambia siri zake nyingi, atatupa. Si tutamwona mtu hivi hivi tu. Walid Mughira kakasirika sana kuitwa maskini. Tajiri hataki kuitwa maskini. Kama atataka kuitwa maskini kwa maslaha yake vile vile. Basi wakasema kama kweli hukumfuata Muhammad kwa pesa, kufuru basi hayo maneno uliyosema. Akafikiria, akasema kweli takuwa uchawi tu basi. Kaniroga basi, kafanikiwa katika kuniroga kwake, hamna lolote. Kafikiria tena, akasema basi ni uchawi tu. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamzungumza katika suratul Mudaththir, anasema dharni wa man khalaqtu wahida faj'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana liayatina anida saurhiquhu sa'uda إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. Alisema wallahi haya ni maneno ya uchawi tu haya. Uchawi mkubwa, Muhammad mchawi, kwa sababu kila alikuwa akifanya jambo bwana mtume, ikionekana lile jambo kashapasi watu wanazua, uchawi tu. Siku nyingine walimwambia Muhammad, kama kweli mtume wewe, huu mwezi upasuke vipande viwili. Akasema hilo dogo, ya Rabb, naomba mwezi upasuke vipande viwili wapate kuniamini. Pale pale mwezi ukachanika vipande viwili, kingine mashariki kingine magharibi. Pale pale wakaona kweli. Jamani, msiamini mpaka tuwaulize watu wa mbali. Kaja mtu kutoka Syria, akiingia katika mji watu wanakwenda wanamuuliza kwanza, bwana, ngoja hujafika kule kuna habari nzito, tunataka kukuuliza huku kabla hujafika kule.
Yule anamwambia ngoja mimi niwape 100 habari nzito kuliko hiyo mnaotaka kuniambia. Yeye mgeni anawaambia ngoja si tukupe sisi habari nzito. Asema la, mimi nina habari nzito kuliko hiyo. Kwa nini? Anasema bwana, mwezi mliuona siku fulani ulivyochanika kama tulivyouona sisi? Akaona la, kumbe sio hapa tu. Muhammad karoga mtaa mzima na mji mzima na nchi nzima. Uchawi huu. Siku nyingine mtume kakaa akamwambia mti, taali ayatuha shajara. Kawita mti bwana mtume kama mtu anavyoita, njoo mti. Na mti ukaenda mpaka mbele ya bwana mtume. Mti ukasema ashhadu annaka rasulullah, nashuhudia kwamba wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Akamwambia udi ila makan, rudi katika sehemu ya. Mti ukarudi, wakatikisa vichwa. Ama kweli Muhammad kwa uchawi, mti unakufuata, mti unamwambia njoo, unakuja. Walikuwa wao wakiona miujiza hawasemi kwamba ni miujiza, wanasema hii ni uchawi tu. Kwa hiyo Qur'ani ni uchawi, lakini Qur'ani ni kauli nzito. Sasa iaminini basi. walaqad sarrafna linnasi fi hadha alqur'ani min kulli mathal faaba aktharu nnasi illa kufura. Katika sura Bani Israil anasema Mwenyezi Mungu tumepiga mifano mingi sana katika Qur'ani kwa watu ili wapate kuamini, lakini la, hawakuamini. Watu wengi wakakufuru. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. Wanasema lan nu'mina lak, wewe Muhammad na Qur'ani zako na kila kitu chako hatutokuamini hata tafjura lana min al-ardi yanbu'a, mpaka ututolee chemchemi ya maji kutoka katika ardhi. Kama unataka tukuamini, hiyo Qur'ani weka pembeni. Kwanza toboa ardhi hii, si tuna shida ya maji, pasuke maji yao yanatoka mito. Au takuna laka jannatun min nakhil, kama uwezi hilo tunakupa lingine, uwe na bustani hilo min nakhilin wa inab, lina mitende na mizabibu tena mingi, sio 2 3, mingi. Watufajjira al-anhara khilalaha tafjira, tena kuwe na mito inapita huku na huku. Hilo kama uwezi. Au tusqita samaa alaina kama zaamta kisafan, au tuletee mbingu ichanike vipande dondoke kimoja baada ya kimoja, vile vinadondoka juu ya vichwa vyetu tunaviona hivi, mbingu inadondoka vipande. Kama uwezi hilo, au tatia billahi wal malaikati qabila, nenda huko kwa Mungu uje naye kakukamata mkono yeye na malaika, kisha aambie Mwenyezi Mungu aseme haya, nimekuja mie huyu mkononi mwangu mtume wangu na malaika wangu, jamani muaminini, aje kuintroduce mbele yetu Mungu. Katika sura Bani Israil uje wewe na Mungu na malaika, tatia billah, uje wewe na Mwenyezi Mungu wal malaika na malaika wake kabila, mmetukabili hapa face to face, sisi tutaamini kama wewe ni. Na kama hilo uwezi, tizama wamemwambia tupasulie chemchemu, hajajibu mtume. Wasema kama uwezi uwe na bustani ya mitende na mizabibu, kama uwezi mbingu ipasuke vichana. Kama uwezi aje Mungu na malaika wake ukiintroduce wewe mbele yetu. Na kama hilo uwezi vile, au yakuna laka baitun min zukhruf, uwe na nyumba nzuri, nyumba imepambwa kila aina ya mapambo yao. Kama uwezi pia kuwa na nyumba, au tarqa fi sama, tukuone unapaa mbinguni bila chombo. La ilaha illa Allah. Yani hebu hisabu ni mambo mangapi wameyaomba kwa wakati mmoja bila ya mtume kujibu hata moja. Wanapandikiza tu, utolee chemchemu, tupe mitende na mizabibu, ardhi mbingu ipasuke, uje wewe na Mungu na malaika wake, au wewe na nyumba nzuri, au kama huna basi angalau uwe unapaa mbinguni, tunakuona huyo Muhammad, huyo tukuone hivyo. Au tarqa fi samaa. Sasa nikifanya hivyo mtaniamini? Kisha sikiza sasa, walan nu'mina liruqiyik, hata ukipaa mbinguni hatutokuamini. La ilaha illa Allah.
walan nu'mina, tena lan nu'mina lak, lan nu'mina liruqiyik, hata ukipaa hatutokuamini, hata tunazzila alaina kitaban naqra, mpaka ututeremshie kitabu tuwe tunakisoma. Qul, sasa mwisho Mwenyezi Mungu kama zile, qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, waambie hao mimi sio malaika, mimi ni mtume mfano wenu nyie wanadamu, mimi ni mtume kama nyie, mfano wenu nyie wanadamu. Kuna baadhi ya mambo tu ambayo Mwenyezi Mungu kajalia sio kama nyie, lakini ana basharan rasula. Qul subhana rabbi maana illa hal kuntu illa basharan rasula, nimekuwa chochote mie isipokuwa ni mtume mwanadamu. Kisha akawaambia mwisho, lau kana fil ardh malaika yamshuna mutmainin, ingelikuwa hapa duniani kuna malaika wanatembea huku na huku, basi lanazzalna alaihim minas samai malakan rasula, basi tungewaletea na wao mtume malaika kama wao. Lakini wama mana an-nasa an yu'minu, hakuna lilowafanya watu wasiamini maneno haya, illa an qalu, bali waliposema ba'atha Allahu basharan rasula, ab'atha Allahu basharan rasula, Mungu kamleta mwanadamu kiumbe huyu ndo awe mtume. Qur'ani waliipinga na wakampa mtume mambo mengi, na haya ni sahali. Nadr ibn al-Harith na Abu Jahl ibn Hisham, Mwenyezi Mungu anatuambia katika suratul Anfal, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Katika habari ya hijra, wanataka kukuua au kukufunga, lakini Mwenyezi Mungu anategua vitimbi vyao. Mwisho aya akasema, وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ya Rabbi, kama anayosema Muhammad ni ya kweli, basi tumiminie adhabu kutoka mbinguni, au tupe adhabu kali ambayo hujawahi kuadhibu watu. Sasa wanaomba adhabu. Allah alisema, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Na Mwenyezi Mungu hataki kuwaadhibu kwa sababu wewe uko ndani hapo, na Mwenyezi Mungu hata waadhibu kwa sababu kuna wengine Waislamu wao wanaomba msamaha kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Waislamu, Qur'anul Karim iwe ni chombo cha leo na kesho na baadaye, na tukitaka kuwapa watoto wetu kitu kikubwa kabisa ni Qur'ani, sio kitu chochote kingine. Wewe mzazi, wewe mama, wewe kaka, wewe dada, Qur'ani iwe katika mambo ya aulawiyati ndani ya maisha yako. Mwenyezi Mungu atatujalia min alladhina yastami'una alqur'ana fayattabi'unahu. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allah